Shami, mkurugenzi msaidizi idara ya maendeleo ya mtoto sehemu ya familia. Lengo kubwa ambalo limetuleta hapa kubwa ni kuja kufanya majaribio ya vikundi vya malezi, kwa sababu tunatoa elimu ya vikundi vya malezi. Kama Tanzania tuliahidi katika mkutano wa Bogota, ambapo ni mkutano wa mawaziri walienda, tukasema tutatengeneza au tutaunda vikundi 200,000. Katika kukamilisha hiyo ahadi ambayo kama nchi tuliahidi, ndio tulianza kufanya mafunzo. Kwanza kabisa tulianza kuandaa mwongozo wa vikundi vya malezi, ambao mwongozo huu ulizinduliwa siku ya familia duniani na Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ambaye alituzindulia. Na badala ya kuzindua huo mwongozo, tukaja na kutengeneza tilimanyo ambayo ni kitini cha mwezeshaji cha kufundishia vikundi vya malezi. Hili kimekamilika, lakini hili kitini kile kiweze kukipublish, lazima tukifanyia majaribio ya namna gani sasa wawezeshaji watawezesha hivi vikundi vya malezi, ili sasa waweze kujua namna gani ya kwenda kule kuwezesha. Kwa hiyo toka juzi ambayo ilikuwa tarehe 29 tumeanza mafunzo kwa maafisa maendeleo ya jamii wa mkoa wa Dodoma, ambapo tulikuwa na afisa maendeleo ya jamii wa mkoa na maafisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Kondoa, wilaya ya Kongwa, pamoja na wilaya ya Bahi na Chamwino na Dodoma jiji. Kwa hiyo maafisa maendeleo ya jamii na afisa jamii tumewafundisha, na katika hiki kitini cha malezi cha mwongozo cha mwezeshaji kuna mada 13. Katika hizo mada 13 tumekiwa mwezeshaji azielewa. Akizielewa sasa anaenda kuwezesha kwenye vikundi. Na vikundi ambavyo kwa kuanza navyo tumevikusudia ni hivi vikundi vya halmashauri vya 10% ambavyo maafisa maendeleo ya jamii wanavyo kule chini. Kama tunavyojua vikundi lengo kubwa ni kuinua kiuchumi wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kuinua kiuchumi ili angalau waweze kujitegemea. Lakini kama wizara ya maendeleo ya jamii wanapotoka, tukaona hii pekee yake haitoshi. Tutawainua hawa kiuchumi, lakini sasa wanaweza kutunza watoto wao, wanaweza kulea watoto wao vizuri. Ndio tukaja sasa na hiki kipindi. Kwa hiyo tutatumia hivi vikundi ambavyo vipo katika kupeleka elimu ya malezi. Lengo kwamba sawa watajiendeleza kiuchumi, lakini pia wasisahau jukumu la kama mzazi au mlezi la kulea wale watoto wao. Lengo kubwa ni kuwa na watoto bora, kuwa na taifa bora. Kama tunavyojua wengi wetu sawa tuna watoto huko nyumbani, je, tunawalea inavyotakiwa?